mengi kwa maisha yetu. Utukufu ni wako na sifa zina wewe, na uaminifu wako katika maisha yetu Bwana. Hata leo wewe ni mwaminifu kwetu, hata kesho ni mwaminifu kwetu, hata jioni wewe ni mwaminifu kwetu, hata kesho kutwa wewe ni mwaminifu kwetu. Asante kwa uaminifu wako katika maisha yetu. Uinuliwe, utukuzwe, usifiwe. Wewe uliye msaada wetu, wewe uliye nguvu yetu, wewe uliye msaada tumaini letu, na wewe uliye tegemeo la maisha yetu. Tunakupa utukufu na sifa, maana wewe uaminifu wako Bwana. Asante Mwokozi, uinuliwe Yesu, utukuzwe Bwana. Tunataka kuketi mbele yako Bwana, kusikia usemi na mioyo yetu. Tunakuweka wazi mbele zako Bwana, neno lako litujia asubuhi ya leo. Bariki mtumishi wako unaposema kunena, tumie kama chombo katika mikono yako. Utulete neno kutoka katika moyo wako wewe Bwana. Uhudumie maisha yetu neno lako, uponye maisha yetu neno lako wewe Bwana. Mpaka mtumishi wako na kumsaidia, na neema yako kwa nyingi juu ya maisha yake Bwana. Tukikabidhi yote katika mikono yako, katika jina la Yesu Mwokozi tumeomba. Amen. Ambaye mchungaji kiongozi wetu kule Kahama Shalom Temple, na yuko na sisi hapa asubuhi ya leo. Bila kuchelewa, nimpe nafasi atuletee neno la Mungu. Mchungaji, karibu sana, tushangilie Yesu. Ninawasalimu kwa jina la Yesu Kristo. Na Yesu asifiwe. Amen. Pokea salamu nyingi sana kutoka Kahama. Mungu, tumesafiri salama kutoka Kahama jana. Tumeondoka mida ya jioni sana, saa 12 na dakika chache kuja huku, kwa sababu tulikuwa na siku 4 za semina ya viongozi wa UWW kanisa la mahali kutoka matawi na parish zote pale Kahama mjini. Na wakati napokea mwaliko wa kuja huku, tulikuwa tumeshaipangilia, na bahati nzuri ilikuwa inaisha Jumamosi. Basi tukasema tutamalizia na kisha tutakuja hata kama ni jioni, maadamu tunakuja nyumbani wala haina shida. Na bahati nzuri jioni kunakuwa hakuna tochi. Wewe Mungu ni mwema. Amen. Ya katibu wa kanisa mzee Mesha Kifanya amejitambulisha, tumeambatana naye. Tulipopata mwaliko wa kuja huku, tulijisikia kuheshimiwa, na shukuru askofu, baraza la wazee na kamati yote ambao basi waliona watu wa Kahama tukafika kushiriki baraka hizi pamoja naye. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini pia tumeambatana na shukuru matukio pale kanisani kwetu Eliudi Sabuhoro. Unaweza kupunga tu mkono hapo ulipo. Yeye anatokea Kigoma, Kahabwa, karibu na Gungu. Kwa hiyo ripoti. Hallelujah. Amen. Mungu mwaminifu sana. Amen. Yeah. Naomba niimbe tu beti mbili za chuo cha kutumaini sina. Ni mchungaji kijana ambaye anapenda nyimbo za wokovu. Nakosea? Amen. Cha kutumaini sina ila damu yake Bwana, sina wema wa kutosha dhambi zangu kuziosha. Acha kutumaini sina ila damu yake Bwana, sina wema
nasimama. Haleluya. Mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama, njia yangu iwe ndefu. Yeye hunipa wokovu, mawimbi yakinipiga, nguvu zake ndiyo nanga. Kwake Yesu nasimama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama. Waraka wa kwanza wa Yohana sura yake ni ile ya 2 na mstari wa 27. Waraka wa kwanza wa Yohana sura yake ni ile ya 2 mstari wa 27. Nanyi mafuta yale, tumefika wote? Nanyi mafuta yale mliyoyapata kwake yanakaa ndani yenu, wala hamna haja ya mtu kuwafundisha. Lakini kama mafuta yake yanavyowafundisha habari za mambo yote, tena ni kweli wala si uongo, na kama yalivyowafundisha, kaeni ndani yake. Nirudie, nanyi mafuta yale mliyoyapata kwake yanakaa ndani yenu, wala hamna haja ya mtu kuwafundisha. Lakini kama mafuta yake yanavyowafundisha habari za mambo yote, tena ni kweli wala si uongo, na kama yalivyowafundisha, kaeni ndani yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Niombe kwa sehemu ya kwanza, niongee kwa habari ya kutambua mafuta yaliyo ndani yako na yaliyo juu yako pia. Bwana Yesu na asifiwe. Tambua mafuta yaliyo juu yako na yaliyo ndani yako pia. Naomba tuangalie Yohana 20, Injili ya Yohana sura ya 20 mstari wa 19 hadi wa 22. Yohana sura ya 20 mstari wa 19 hadi wa 22. Nasema hivi: ikawa jioni siku ile ya kwanza ya juma, pale walipokuwako wanafunzi, milango imefungwa kwa hofu ya Wayahudi, akaja Yesu akasimama katikati, akawaambia, amani iwe kwenu. Haleluya. Naye akiisha kusema hayo, akawaonyesha mikono yake na ubavu wake. Basi wale wanafunzi wakafurahi walipomwona Bwana. Ndugu zangu, mara zote Bwana anapojidhihirisha, furaha ya Bwana huchipuza kwenye maisha ya watu. Amen. Basi Yesu akawaambia tena, amani iwe kwenu. Kama Baba alivyonituma mimi nami nawapeleka ninyi. Naye akiisha kusema hayo, akawavuvia, akawaambia, pokeeni Roho Mtakatifu. Bwana Yesu na asifiwe. Tuunganishe na Luka 24. Luka 24 tuanze 36. Na walipokuwa katika kusema habari hiyo, hao ni wanafunzi wale wawili ambao Yesu aliwatokea walipokuwa wakienda Emmaus, na baadaye akajidhihirisha kwao. Wamerudi wakawakuta hao waliokuwa wamejifungia ndani, wakawapa ushuhuda wa kile ambacho Yesu aliwatokea na maneno aliyoongea na jinsi ambavyo alijidhihirisha kwao katika kumega mkate. Na walipokuwa katika kusema habari hiyo, yeye mwenyewe alisimama katikati yao, akawaambia, amani iwe kwenu. Ninampenda Yesu, ni mfalme wa amani. Amen. Wakashtuka wakaogopa sana, wakidhani ya kwamba wanaona roho. Akawaambia, mbona mnafadhaika? Na kwa nini mnaona shaka mioyoni mwenu? Tazameni mikono yangu na miguu yangu, ya kuwa ni mimi mwenyewe.
Kitu kingine ambacho nampendea Yesu ni kwamba anapojidhihirisha kwa mtu huwa anapenda tumthibitishe. Amen. Anapenda tumthibitishe. Tazameni mikono yangu, miguu yangu, ya kuwa ni mimi mwenyewe. Nishikeni muone. Kwa kuwa roho haina mwili na mifupa kama mnavyoniona mimi kuwa nayo. Na baada ya kusema hayo, aliwaonyesha mikono yake na miguu yake. Basi walipokuwa hawajaamini kwa furaha, huku wakistaajabu, aliwaambia, mna chakula chochote hapa? Wakampa kipande cha samaki wa kuokwa, akakitwaa akala mbele yao. Kisha akawaambia, haya ndiyo maneno yangu niliyowaambia nilipokuwa nikale pamoja nanyi, ya kwamba ni lazima yatimizwe yote niliyoandikiwa katika Torati ya Musa na katika manabii na Zaburi. Ndipo akawafunulia akili zao wapate kuelewa na maandiko. Bwana Yesu asifiwe. Kumbe kabla ya hapo walikuwa hawajaelewa maandiko. Kule kwenye Yohana, katika tukio hili alilowatokea, Yohana anasema akawavuvia, akawaambia pokeeni Roho Mtakatifu. Kumbe alipowavuvia akawaambia pokeeni Roho Mtakatifu, na fahamu zao za ndani zikafunguliwa, wakapata kuelewa na maandiko. Na hii ndiyo ambayo inashangaza hata watu wengine, ambapo mtu anapookoka ndani ya miezi mitatu ana uwezo wa kusoma neno na akalifafanusha, na wakati kuna wengine ili afafanushe angalau kidogo mpaka aende chuo cha Biblia. Ni kwa sababu tunaye Roho Mtakatifu ndani. Hebu nisikie amina ya watu wa Mungu mahali hapa. Ni kwa sababu tunaye Roho Mtakatifu ndani. Mafuta yale ambayo Mungu amekupaka, mafuta yale ambayo Mungu ameweka ndani yako, yanakupa macho ya ndani, yanakupa masikio ya ndani, yanakupa ufahamu wa ndani, yanakupa uelewa, yanakupa kupambanua. Bwana Yesu na asifiwe sana. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Maana yake ni kwamba mafuta yaliyomo ndani yako ni kwa ajili yako, ni kwa ajili ya maisha yako na maendeleo yako ya kiroho. Ni muhimu sana tukathamini kile Mungu amewekeza ndani yetu na tukakitumia. Unajua, ni jambo moja kuwa nacho na kufahamu unacho, ni jambo la pili kukitumia. Amen. Mara nyingi nimesema kwamba unaweza ukawa na bunduki na ukapigwa na mtu ana rungu, kwa sababu wewe una bunduki hujui kuitumia, na jamaa na rungu anajua kulitumia ipasavyo. Na wakakukuta unalia, nini unipige rungu? Umeshikilia nini? Unafikiri ni mdoli, kumbe ni kifaa cha kazi. Kuna watu wana Roho Mtakatifu, wana mafuta ndani yao, lakini utastaajabu maisha wanayoyaishi. Utastaajabu kiroho chao kiko hivyo hivyo miaka yote. Hakuna maendeleo, hakuna kukua, hakuna kupanuka. Ulivyomwacha mwaka juzi ndivyo unamkuta mwaka huu. Ni hatari sana kumkuta mtu wa miaka 45 lakini bado anatambaa. Mungu na atusaidie. Kuna story ile ambayo Biblia imeweka ya mwana mpotevu, si ndio? Lakini mimi nasema wana wapotevu. Wote wawili walipotea, ila tu mmoja alipotelea ndani, mwingine alipotelea nje. Kuna habari na Wakristo wamepotea na wako kanisani wamekaa kwenye viti. Na kuna wengine wamepotea ambao nileta mamilioni ya watu kwa Yesu wako nje. Yule mwana mkubwa alipotea akiwa nyumbani. Yule mwana mdogo alipotea akiwa nje ya nyumbani. Wale ambao Mungu amewapaka mafuta na amewekeza Roho Mtakatifu ndani yao na wasitumie mafuta yaliyomo ndani yao, mimi nasema ni hao ambao wamepotelea ndani ya nyumba. Wamepotelea wakiwa nyumbani. Ni mtu mzima katika mwili lakini bado ni mchanga katika roho, ambao Paulo anasema pamoja na muda wote ambao mmekaa katika imani bado mnahitaji kunyweshwa maziwa. Na mwandishi wa Ibrania anasema mahali ambapo mngestahili kuwa walimu bado mnahitaji chakula laini. Naomba nisaidie kumwangalia jirani yako, umuulize umepotelea ndani au upo? Na mara nyingi watu wa aina hiyo ni wazuri sana kwenye kujihesabia haki. Jiulize, huyu bwana ameenda shambani kulima. Yeye anaangalia yale maandiko na jiuliza kidogo, ameenda shambani kulima. Baba yake ana miradi mingi kweli, ana makampuni mengi kweli. Badala ya kukaa ofisini na kuratibu makampuni ya baba yake, maana yeye ndio mwana mkubwa, ameenda kulima kwa jembe. Anarudi nyumbani,
anakuta kuna sherehe kubwa. Na akafikiri baba yake amemfanyia surprise. Anaita mmoja wapo wa watumishi, leo vipi hapa? Mzee kanifanyia surprise ni? Anambia hapana, mdogo wako karudi. Yupi? Anambia mdogo wako yule fulani. Yule ambaye Maria baba kaenda, huyo. Yule ambaye atakuwa na michepuko huyo. Yule mlevi huyo. Jamaa kazira kuingia ndani. Hakuna mtu anayeharibikia kuzira kama mwanaume. Unajua bwana mdada hata kizira unambia jamani jikaze mstaki. Je, mwanaume? Inaharibikia sana, si ndio? Jamaa kazira kuingia ndani, wakamwendea baba wanaambia mwanao mkubwa yuko nje amezira kuingia ndani. Baba akatoka nje. Na wewe? Anambia mzee nilikuwa nakuheshimu sana wewe. Kwa kuheshimu sana wewe, lakini nimefuta. Nini? Nimekaa hapa miaka mingapi mzee wangu? Hujawahi kunifanyia hata surprise moja, hata tu kunichinjia kuku ambaye amekaribia kufa, hamna. Lakini huyu mwanao amepiga hela, ameenda huko akavuruga kila kitu, kachezea, ameishiwa, amerudi, unamfanyia bonge ya sherehe. Biblia haijasema kama ule mzee alisema samahani mwanangu nilipitiwa. Mzee akasema na Isha alisema hivi, nilifikiri na mimi nina mtoto. Anamwambia vyote vilivyopo hapa ni vya kwako. Yaani hata kama ungetaka Krismasi kila siku, utake sherehe kila siku, ni wewe tu self service, kujisevia. Maana yake miaka yote unaishi maisha ya chini, wakati baba yako nimekutafutia vingi kwa sababu hauna ufahamu. Umepotelea ndani ya nyumba mwanangu. Hello. Nilisoma kitabu kimoja cha tajiri mmoja Marekani. Alipeleka mtoto wake mahakamani akamwambia jaji, funga huyo. Kwa nini? Matumizi mabaya ya pesa. Anatumiaje vibaya? Akasema namtengea nyingi anakula kidogo. Akasema mimi nimetafuta nyingi kweli, na namtengia milioni kadhaa dollars, anakula kidogo. Hizi zingine ale nani? Mfunge ili akitoka jela ajue namna ya kutumia hela ya baba yake. Wewe mwanao akila ganji ya 200 atajua umetoka manyovu. Bwana Yesu na asifiwe. Unaikumbuka ile story ya zamani sana ya yule bwana alikuwa na safari ndefu ya kwenda ugaibuni na hana hela ya chakula ndani ya meli, akachukua mikate mengi na madumu ya maji akaingia nayo kwenye meli. Ndani ya wiki 2 mikate imeharibika, maji yameisha. Akawa sasa afanye nini ili afike kule ngambo, maana ni safari ya miezi 3. Akawa anavizia watu, wakimaliza kula kitupa jalalani anaenda anaokota kwenye mapipa anakula. Siku moja akakamatwa, amechakaa hali mbaya. Wewe anambia mimi ni abiria. Wewe ni abiria na kwenye mapipa haya. Unajua nilikuwa na hela ya tiketi tu, sina hela ya chakula ndani ya meli. Sasa nimeamua nijiokoe kwa hii angalau nifike mwisho wa safari. Tunafahamu tena yote maisha. Akamwambia una tiketi wewe? Leta. Akachukua kumbe tiketi halali. Akamwambia umesoma nyuma tiketi? Hebu soma. Akageuza. Imeandikwa gharama ulizotumia kununua tiketi hii zinajumuisha na gharama zote za chakula na vinywaji ndani ya meli. Jamaa akasema, hivi kumbe nakula takataka, kumbe nimelipia, gharama yote nimelipa. Akaenda akapiga suti kali, akaingia restaurant, akasema mhudumu leta menu hapa. Lazima tuzibe mapengo yote yaliyojitokeza. Aliagiza mpaka mhudumu akasema kaka utayamaliza, anakuambia si hela yangu wewe leta hii hapa. Na hii nini? Sijui maana yake ni hii hapa ni leta na hiyo. Wamemrundikia mezani namna hii, kabla hata hajapiga tonge la kwanza akasikia king'ora. Na mdada mmoja mwenye sauti nzuri, abiria wote chukueni mizigo tumefika mwisho wa safari. Kuna watu utaingia mbinguni, lakini ukienda kuona kile ambacho Mungu alikutengea na ukukitumia, utatamani urudi duniani. Jamani, Mungu wetu ametuwazia mawazo yaliyo mema.
Biblia ya Kiingereza inasema plans. Mungu ana mipango mizuri kwa ajili ya maisha yetu. Hatutaki tu kutumia mafuta yaliyomo ndani yetu. Paulo anasema Roho Mtakatifu tumepewa kusudi apate kutufunulia tuliokirimiwa na Mungu. Unatumiaje mafuta yaliyomo ndani yako? Mara nyingi tunakimbia huko na huko kwenda kubandikiwa mikono mpaka utaota kipara. Mungu anataka uyatumie mafuta yaliyomo ndani yako. Hivi ninaongea na watu mahali hapa. Nimeona wenye vipara wameshtuka. Najua wewe umenyoa, sio kwamba kwa kuwekewa mikono, najua umenyoa. Hebu mpe Bwana Yesu makofi mazuri mchana leo. Bwana Yesu na asifiwe sana. Ninasema Bwana Yesu na asifiwe sana. Yule mzee anamwambia mwanae, umekaa hapa miaka yote ilikuwa ni kujisevia tu mwanangu. Ukiona mtu anazira kuja kanisani eti tu kwa sababu aliugua kutembelewa, huyo kapotelea ndani. Tania nimepata ujauzito, yani hapa mama kuja kunisalimia. Mama mchungaji hajaja, mama mzee anapita barabarani, na mzee anaenda basi yake kweche anapita kwa barabarani. Siendi kanisani. Kapotelea ndani. Hujaokolewa na mzee, umeokolewa na Yesu Kristo aliye hai. Aya. Ninasema umeokolewa na Yesu Kristo aliye hai. Tufike mahali tukue, tuweze kujisimamia. Tumia mafuta yaliyomo ndani yako. Ninaongea na watu mahali hapa. Kama naongea na maisha yako na sikia amina iliyoshiba. Wanaonielewa na waseme amina. Wanaonielewa na waseme amina. Aliye na mafuta ndani yake na anayatumia sio mtu wa kuzirazira. Sio mtu wa kukata tamaa. Mimi niwaambia pale kanisani tena kwa wanaume wenzangu oye. Wanaume oye. Wanaume safi. Marufuku mwanaume kukata tamaa. Kwa sababu hauna option nyingine. Mdada akikata tamaa akasema nimevunjika moyo bora tu nikaolewe. Sasa wewe utaolewa na nani? Ndio tatizo linapokuja. Kwa hiyo ni marufuku, hauna option. Ni marufuku mwanaume kukata tamaa. Lakini nasema namna hii, Biblia inasema hata ujapopita kati ya bonde la uvuli wa mauti hautaogopa mabaya. Oh, Bwana yuko pamoja nawe, gongo lake na fimbo yake vinakufariji. Alafu bondeni ni mahali pa kupita, sio pa kukaa. Na ndio maana Paulo akasema Mungu hataacha ujaribio kupita uwezavyo. Kuna mlango mbele yako. Ninasema kuna mlango mbele yako. Mwangalie jirani yako usoni, mwambie akati tamaa mtu hapa. Haleluya. Mafuta ndani yako. Kama kuna rafiki nampenda ni Roho Mtakatifu. Kabisa ni rafiki mwema. Anatufundisha. Amen. Anatupa ufahamu wa ndani. Anatupa macho ya ndani. Anatupa kupambanua. Hata kama umeokoka leo, macho yako ya ndani yanafunuliwa. Nilikuwa na Mkristo mchanga kama wiki mbili hivi, akatokea nabii mmoja kahama naye akafunya madudu. Kaka muangalia, kana wiki mbili tu. Kaka ana ujasiri wa kumwendea, akamwambia, "Wewe sio mtumishi wa Mungu." Kwa nini? Unachokifundisha sio. Alafu hapa panakataa. Mafuta yaliyomo ndani. Hivi una uwezo wa kusema amina? Nasema una uwezo wa kusema amina. Mafuta yaliyomo ndani. Utashangaa tu hata kama anataja jina la Yesu, lakini kama ni feki, utasikia ndani mawasiliano yanakataa. Unajua Mariamu alipokutana na Elizabeth, alipomwambia Bwana asifiwe, akasema baba. Kitoto kikarukaruka tumboni kwa sababu mafuta na mafuta yana mawasiliano. Kama kuna roho nyingine, hata kama anasema jina la Yesu, kusema jina la Yesu sio tatizo. Hata wale pepo walipokuwa nakemewa na wana wasikewa, walisema Yesu tunamjua. Kumbe hata pepo anaweza kusema Yesu. Na Paulo tunamjua. Ninyi ni akina nani? Kwa hiyo asikubabaishe mtu kusema Yesu. Sikiliza mafuta ndani yako yanakuambia nini. Ninaongea na Wapentekoste mahali hapa. Sasa kuna mafuta kuwa juu yako. Nimesema mafuta ndani yako na mafuta juu yako. Mafuta juu yako yanakuja kwa ajili ya huduma. Mafuta ndani yako ni kwa ajili ya maendeleo na kukua kwako kiroho na kupevuka. Mafuta juu yako ni kwa ajili ya huduma. Na mafuta juu yako mara nyingi yatakupa karama, vipawa na upako, lakini hayahusiki sana na ukuaji wako wa kiroho. Na ndio maana hatumpimi mtu kukua kwake kiroho kwa sababu ya ishara na miujiza.
tunampima kwa sababu ya tunda la Roho linalotoka ndani yake. Character. Tunapima tabia ya mtu, hatupimi ishara na ajabu. Amen. Na ndio maana leo tuna kizazi cha watu wengi ambao wametumiwa na kwa ishara na miujiza, lakini tabia, maisha yao na hata ukipima ufahamu wao unaona tu ni vituko fulani vinavyoonekana mahali hapo. Kutumiwa katika karama, nimesema, na vipawa si kipimo cha ukomavu wa mtu kiroho. Unakumbuka kanisa la Korinto, Paulo alilisifia kweli pale mwanzoni, akasema nyinyi waheshimiwa, mna kila karama na kipawa, Mungu amewapa utajiri wa hiyo. Alafu sura zinazofuata akawaambia, kwanza mmegawanyika. Na siongei na nyie kama watu wa rohoni. Kumbe kuna uwezekano mtu akawa si wa rohoni lakini akawa na kipawa juu yake. Kwani Yesu aliposema mtatoa pepo, mtafanya nini, alafu siku nitawaambia siwajui ninyi. Maana yake karama ulikuwa nayo, tabia hukuwa nayo. Mafuta ndani yako yanakupa tabia, yanakupa ufahamu, yanakupa ukomavu. Mafuta juu yako ni kitendea kazi kwenye shamba la Bwana. Anaambia mmegawanyika kwa matabaka, wa Apolo, wa Paulo, sijui wa nani. Ukiona kanisani migawanyiko ya namna hiyo imeanza, ujue tabia ya mwilini imeanza kujitokeza. Ulizana wewe ni wa wapi? Tukianza kuangaliana usoni ili kupeana vyeo kwa sababu ya ukanda au kambi au kabila, mmeisha. Hata kama karama zinatenda kazi. Mwambie jirani yako, kwa kununa huku hii inakuhusu. Wangapi wana ratiba ya kunisikiliza bado? Paulo anawaambia mna karama zote lakini mna zinaa ambayo hata kwa watu wa mataifa haipo, ipo kanisani. Na karama zipo. Karama sio kipimo cha mtu kukomaa kiroho. Sasa nilikuwa nazo na ninakula na nguruwe, nifanyeje hapa? Nampenda yule kijana kwa sababu Biblia inasema akazingatia moyoni mwake. Watu wazingativu daima hufanikiwa. Na hawababaishwi na failures. Kama alijaribu akashindwa, sio mwisho wa safari. Mungu anao mlango mwingine kwa ajili yako. Nimesema Mungu anao mlango mwingine kwa ajili yako. Jamaa akasema nitarudi kwa baba yangu, halafu nitamwambia baba, nimeokoka siku hizi, maana nimekosa mbele yako na mbele za Mungu. Hiyo ni sala ya toba. Na akasema hivi, ambacho nampendea ukijana, akasema hivi, baba najua za kwangu nilikula nikamaliza. Sasa nimekuja, sitaki unipe urithi. Naomba ajira kwenye mojawapo ya makampuni yako. Si unifanye mojawapo wa watumishi wako. Manake unipe sasa hivi, nipe ajira ili nizihangaikie mwenyewe. Nitafute NSSF yangu ya kwangu mimi mwenyewe. Nilipwe mshahara kama wengine. Baba akasema sikukupa zote dogo, nilikupa hiyo nikijua tu kwamba dunia inapokuchonga kidogo, ukirudi utakuwa kifaa kinachonifaa. Sio kaka yako huyu ambaye hata kuthubutu hakuna, yuko nyumbani tu hapa mpaka kaptula nimnunulie. Akasema unapata promotion, akavua pete akamvalisha. Kipindi hicho ukivikwa pete ya baba yako, maana yake unatembea kwenye mamlaka ya baba. Kutoka mtoto sasa ni baba. Haleluya. 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 Alikuwa na akili, alikuwa na ufahamu, lakini hakutaka kuutumia vizuri, akajikuta ameenda vibaya. Lakini alitumia ufahamu wake kurudi kwenye mstari. Kuna watu ambao ulifanya vibaya kwa sababu ya maamuzi mabaya ya jana, na bado umekaa kwenye hukumu hiyo mpaka leo. Usiendelee kumpa faida shetani. Usiendelee kumpa faida shetani. Maadamu pumzi iko ndani yako, bado kuna mlango wazi kwa baba yako. Nasema bado kuna mlango wazi kwa baba yako. Nafananisha huyu mtu na nabii Yona ambaye Mungu alimpaka mafuta. Jamaa alikuwa na mafuta lakini tabia, bahati mbaya mheshimiwa Yona alikosa. Inafika mahali mpaka anabishana na Mungu, unabishana na kusudi la Mungu. Mungu anamwambia nenda Ninawi, wale jamaa wametenda dhambi na lazima niwahukumu, lakini nawapenda niliwaumba, hebu kawapige injili. Yona akasema wewe mzee nakujua zako. Taenda huko nitahangaika na crusade alafu utawasamehe. Mimi nataka uwapige fire. Mungu akasema ni watu wangu Yona, nenda. Akasema mzee hujui nakimbilia Tarshishi kwenye meli. Kumbe hakuna mahali utaenda ujifiche na uso wa Mungu. Amen. Unaweza kukimbia madeni ukaja ukajificha Mwanza wasikuone, lakini sio kumkimbia Mungu aliye hai. Haleluya.
Yona yuko ndani ya meli, dhoruba, wakaanza kutupa shehena. Unajua kuna watu wengine utasababisha madhara hata kwa wanaokuzunguka kwa sababu tu ya kukosa utiifu. Utaleta madhara hata kwa familia yako kwa sababu tu ya kukosa utiifu. Hawa wengine wanaanza kurusha mizigo yao ndani ya maji, wanakula hasara, wanakata mitaji kwa sababu ya nabii ambaye sio mtii. Baadaye akasema hebu kila mmoja aombe kwa dini yake. Mwenye kupiga hivi akapiga, mwenye kupiga hivi akapiga. Baadaye akasema lakini mimi miungu yangu inaniambia niko sawa. Nyota yangu ni safi, haijachafuka. Kuna jamaa amelala hapa, lakini huyu unajua Mpentekoste ukiyakoroga, watu wa mataifa huwa wanajua haraka sana. Kabisa wanasema kama nafanya ameokoka, mbona mimi mbinguni nishaingia siku nyingi. Wewe ni nani umelala hapa utaushughuliki? Yona akasema jamani nimepatia, nimeyakoroga, mimi ni mtumishi wa Mungu aliye juu. Umetutaabisha namna hiyo. Kwa hiyo mawazo yako nitupeni. Unajua sio nitupeni kwamba anawahurumia wao, shehena zao zinapotea. Nitupeni hivi nife nisiende Ninawi. Sihubiri. Kumrushia, kumbe Mungu ashaandaa usafiri wa kumpeleka Ninawi, hana taarifa. Huyu ndiye Mungu naye mtumikia. Ni waajabu sana, anatenda mambo juu ya akili zetu na fahamu zetu. Jamaa tayari anaingia, anajikuta amekaa kwenye siti ndani ya tumbo la samaki. Safari ya Ninawi. Alafu Mungu akaichelewesha siku 3 samaki azunguke kwanza. Ile nyongo ya samaki ya kuyeyusha mamifupa na nini inamwagikia Yona, lakini hakuna kuyeyuka, anapata tu maumivu. Mpaka akasema aisee, nalipokuwa kuzimu, alihisi kama yuko kuzimu. Akatubu akasema mzee, niko tayari kwa gospel. Kuna wengine mpaka upigwe kiboko ndio ufanye kazi, si kwa nini? Yaani yule mwingine hatoi hata mchango, akichapwa Bwana sifiwe sana. Nimeiona mauti leo. Kwa kweli nitanunua feni 5 kumshukuru Bwana. Mpaka uchapwe. Mwambie jirani yako, ameajuaje maisha yako? Watu wako bichi Ninawi pale wanapunga hewa wakati wa jioni. Wanashangaa ni kama wimbi sio wimbi, ni kama submarine sio submarine. Vyombo vya habari vinajaa pale pwani, haijaandikwa na kupatia tu kwa matumizi ya ofisi yako. Vyombo vya habari vinajaa pale pwani. Wanasema ndugu wananchi, ndugu mtazamaji wangu, kama nilivyowaambia, sasa hivi kile kifaa kisichojulikana kama ni submarine au ni kifaa gani, wataalamu wa jeshi letu la wananchi wako kazini, watatujuza baadaye ni nini, lakini sasa hivi kiko umbali wa kilomita 350 kutoka Ninawi. Watu wote mlio kwenye fukwe, mnaomba tafadhali mkae katika hali ya tahadhari, maana hatujui ni nini kinakuja. Vijana wetu bado wanashughulika, na waziri wa ulinzi anasema wananchi mwe na amani, tuko kazini, hakuna kitakachoharibika. Ghafla samaki anatoa kichwa juu namna hii, halafu anafyatuka pasta na Biblia na tai. Koti na mbele melowana samaki mwaloni bana. Alafu yeye anatua tu chini, tubuni. Mwambie jirani yako, ukikutana na injili ya aina hiyo utatubu au utatubu wewe? Kila mmoja akasema tuko tayari mzee. Tunafanyaje? Maana aina ya usafiri ambayo amekuja nayo haijawahi kutokea kwenye rekodi ya nchi. Hivi ninaongea na watu mahali hapa. Alipopelekewa taarifa rais wa nchi, naye akasema nini? Kwa samaki. Ana Biblia. Na amesemaje? Tubuni. Natangaza siku 3 za maombi nchi nzima. Mimi waziri mkuu, makamu wa rais, tutaongoza maombi hayo na tukutane uwanja wa Taifa. Ndugu zangu, hali ni mbaya. Hata kama mtoto umemzaa leo, unatoka leba, wewe na mtoto wako mnafunga siku 3. Hebu sema amina moja iliyojaa. Ana upako, hana karakta, hana tabia, ana mafuta juu yake lakini hatumii mafuta ndani yake. Mwambie jirani yako, tumia mafuta ndani yako na mafuta juu yako. Bwana Yesu na asifiwe sana. Watu wengi leo wamekimbilia mafuta juu yao na kupuuza mafuta ndani yao.
na wamejikuta wameharibikiwa. Lakini wengine pia wameshikamana sana na mafuta ndani yao, wakasahau mafuta juu yao, wakawa na ufahamu mkubwa lakini hawatendi kazi yoyote, na wakageuka kuwa mafarisayo. Kazi yao ni kusema tu hii sio, ile sio. Mtu mmoja akasema hivi, dawa ya kuwaonyesha watu feki kwamba hii ni feki, usiwaambie hii ni feki, waonyeshe original. Si unaona msemaji amina hapo? Imefika wakati kama kuna watu wanafanya miujiza feki, wa Pentekoste tumdhihirishe Mungu aliye hai kwa miujiza iliyo halisi. Musa anaangusha fimbo inakuwa nyoka. Farao akasema, Musa, tangia umekimbia kesi ya mauaji, umerudi umekuwa mganga na wewe. Wachawi mpo hii mnaiweza mzee, mbona ya kwetu wakatupa na yenyewe fimbo zikawa nyoka. Musa anamwangalia Haruni, Mungu akuniambia kama hao jamaa wanaiweza hii. Walikopi hiyo ya kwanza, wakakopi ule muujiza mkuu wa kwanza, wa pili, wa tatu. Ulipofika wa 4, mmoja wao akasema, hiki ni chanda cha Mungu, haikopiki tena. Siku zinakuja Mungu anaenda kuinua kanisa lake, manabii feki hawawezi kukopi tena. Nasema hawawezi kukopi tena, na kila mmoja atafunuliwa macho kumuona Mungu aliye halisi. Kama ninaongea na wewe sema amina yenye afya. Ninampenda Daudi. Nimalizie hapa. Ninampenda Daudi. Alikuwa na mafuta ndani yake, mafuta juu yake. Unajua nini? Miaka 40 hajawahi kushindwa vita. Kijana mdogo ambaye nyumbani kwao hata hawakumthamini. Mimi wanasema mafanikio yako hayaamuliwi na mtazamo wa watu nje. Yanaamuliwa na kile Mungu amewekeza ndani yako. Amen. Anakuja nabii mkubwa Samueli kula pamoja na familia. Daudi anaambiwa kachunge kondoo. Ndugu zake ndio wanapigwa suti mpya kula na mkuu wa dini. Samueli anaingia anasema, chakula hapana kwa sasa. Nataka kwanza nifanye kazi ambayo Mungu amenituma, niweke mafuta juu ya mfalme Masihi wa Bwana. Wakaanza kuitwa mabaunsa, wamepanda vifua vikubwa, wanajeshi. Wote hao Samueli anasema, ila hapa ndio lenyewe. Mungu anasema, huyo nilishamdelete. Mpaka wakaisha. Samueli akauliza, watoto wako ndio hawa tu? Yesu anasema, ndio hawa ila. Yaani kuna watu kwenye familia yenu wewe ni ila. Yaani wakishaongea, yaani hata kama kumetokea msiba atasubiriwa wa Dar es Salaam, wewe huko Marwa tu usubiriwi. Ila. Lakini usijali hiyo ila. Patana na Mungu wako. Anayeinua mnyonge toke mavumbini, anamketisha pamoja na wakuu. Amen. Samueli akasema hatukai mpaka ila ameingia. Kijana mmoja alinijia nilikuwa Dodoma majuzi hapa kwa huduma. Akanijia akaniambia, "Chukua nikumbuka hata sikukumbuke. Ilikuwa Shinyanga mwaka 2010 kambi ya vijana. Ulifundisha somo fulani. Kwa fundisha Roho Mtakatifu na namna gani anafungua fahamu za watu hata kama ulikuwa darasani uwezi. Ukijenga mahusiano na Roho Mtakatifu watapandisha IQ yako na vitu kama hivyo." Dogo yule alikuwa amefeli form 4. Baada ya ile somo kumuingia na kajazwa roho, akaenda kwa wazazi wake akamwambia, "Naomba tafadhali mnirudishe shuleni nika receipt mtihani." Walicheka wazazi. Maana alikuwa na 4 moja imening'inia. Unasema mrudishe shuleni. Dogo akasikia kama mshale umechoma moyoni, ila akawangangania, nirudisheni shuleni. Wakasema tunakurudisha. Akasema hilo ndio kosa ambalo mmelifanya kimoyo moyo. Aliporudia alipiga division 1. Akaenda A level akapiga division 1. Nakutana naye Dodoma, amemaliza bachelor yake, anafanya masters. Na akaniambia, "Pastor, nataka niende mpaka PhD." Amina iliyoshiba niisikie. Inawezekana unaonekana wewe uko chini sana. Hebu activate mafuta yaliyomo ndani yako. Halafu heshima yako inakuja. Utaona Mungu anakuinua. Daudi anakuja namna hii, hata kajaoga vikoko kutoka kwenye kondoo kule. Bwana asifiwe. Shikao. Marahaba. Samueli anasema, Masihi wa Bwana. Hawa jamaa na suti zao wameachwa, anapakwa mafuta dogo na kaptula ya kuchungia kondoo. Haijalishi muonekano wako wa nje, haijalishi elimu yako, wewe activate mafuta yaliyomo ndani yako. Hallelujah.
anapakwa mafuta kanarudi kwenye kondoo. Yaani upako wa ufalme uko juu yake, lakini anaenda kuchunga kondoo na ikulu imekaliwa na mfalme ambaye Bwana amemkataa. Ingekuwa nyakati za leo ambacho watu wanataka mafuta ya juu, hataki ya ndani, angeanza ninataka ikulu yangu, ninataka. Instagram wote ingekuwa ni posti zake tu, mimi ndio mpako mafuta wa Bwana. Daudi hakufanya namna hiyo. Ana mafuta ya ufalme juu yake, anachunga kondoo. Kwa nini? Anasubiri wakati wa Bwana. Mafuta yatakuinua yenyewe kukuweka mahali Bwana anataka. Usijipiganie. Una uwezo wa kusema amina hapo. Rais wa nchi analipuka pepo. Waganga wanashindwa kumtibu. Ikatangazwa ajira, mtu anayeweza kutoa rais pepo kistaarabu bila kuvunja itifaki na kumdhalilisha mheshimiwa mkuu wa nchi. Daudi naye akafanya application, akaingia hapa, akamwambia wewe unatumia style gani? Akaingia mtume na nabii akasema mimi nampiga fire. Hiyo hapa ikulu haitakiwi. Na wewe dogo, anambia mimi napiga keyboard tu, pepo wenyewe unaondoka kistaarabu. Tulikemiaga pepo, niko hotelini sehemu fulani, nimealikwa, mchungaji mshikaji akampigia simu, hapa tumboni pamtokea nundu ya ajabu, afu nasikia kutoka kwenye nundu sauti inasema tunakuua leo. Walikuja saa 5 usiku, tuko hotelini. Sasa ni hoteli nzuri kimya. Ukisema tu korido nzima sasa unakemeaje? Na wapendwa wao mnakemea kwa jina la Yesu. Ukisema tu kwa jina, korido nzima kwa jina. Ukasema leo tunakemea kwa matumizi ya albamu mpya. Pepo unaondoka kistaarabu bila kusumbua aliyopumzika. Ilikuwa tu pepo ndiye anafanya. Hebu mpe Yesu makofi yaliyoshinda. Unanipa dakika chache nimalizie ujumbe huu. Alafu bila kusumbua wapangaji. Sio wewe unakosa hata nidhamu, uko kwenye nyumba ya kupanga, mko wengi mle, saa 8 usiku, baba kati ninaangusha kwanza roho ya usumbufu wa baba mwenye nyumba kunidai kodi asubuhi. Hivi naongea na watu mahali hapa? Kama naongea na wewe nisikie amina iliyoshiba. Daudi akasema mimi nashika tu, nikishika kiji nikija nikipanda namna hii pepo kaondoka. Akasema jaribisha, akamwambia mfalme akamwambia akasema kumbe inafanya kazi bwana. Tena haleluya. Na Mungu aliruhusu rais apate pepo na Daudi apate ajira ikulu, ili aanze kuyazoelea mazingira ya ikulu kabla hajaingiemo. Ili siku ameingia haangaiki kuuliza hiki ni nini, maana tayari ni mwenyeji wa ikulu. Ninaongea na watu mahali hapa. Kuna watu hapa bado hauna hela, lakini unaitwa kwenda kuombea maduka ya watu, kuombea nyumba za watu, maana una upako ila hela haijaja. Usihangaike. Ni Daudi mwenye mafuta lakini bado anachunga kondoo. Zamu yako inakuja. Waombee kwa uaminifu, ipo siku unaingia kwako mwenyewe. Nisikie amina moja ya watu mahali hapa. Yesu Kristo wa Nazareti. Vita ikatokea, Goliath yuko anatukana siku 40, wanaume wanatukana asubuhi, wanakunywa chai, wanakula cha mchana, wanatukana usiku, wanalala. Moja kutwa mara 2, kwa mara siku 40. Complete dose. Baba yake na Daudi anamwambia, dogo, kaka zako wapelekee chakula alafu angalie hali ya vita. Daudi anapeleka chakula, anafika pale, anashangaa, mbona sioni makomando hapa na majemedali na mheshimiwa rais simuone? Anamwambia mtunza chakula, mbona siwaoni watu hapa? Anamwambia ndugu yangu, kichaka kile pale na kile pale na mheshimiwa rais na waziri mkuu wako pale. Ghafla anatoka vichakani, akaanza kwa kaka yake, blaza kuna nini? Anasikia nyuma yake huku, nipe mtu nipigane naye. Akinipiga Wafilisti nchi nzima imepigwa. Nikimpiga Israeli imeanguka. Niliposema tu hivyo mbio vichakani, Daudi akamwendea blaza kichakani. Blaza. Halafu Daudi bwana anachompendea, wala hakuuliza uzoefu wa vita wa Goliath. Yeye aliuliza hivi, atapata nini mtu atakayeiondoa aibu hii? Yaani kwake yeye Goliath ni aibu.
Unajua ukiwa na mafuta ndani yako unakuwa na jeuri katika Bwana. Kaka akamwambia, "Si unaona kielele chako? Wale kondoo wachache umemwachia nani?" Yaani kuna watu special kanisani wako kuumiza wengine tu na kuwarudisha nyuma. Hapa Kitangiri hawapo. Maeneo ya Kahama na Bukoba. Yeah. Daudi akaona isiwe tabu. Nitatafuta mtu ambaye atachochea kilichomo ndani yangu. Akamwambia mwingine, "Hivi kuna utaratibu gani umeandaliwa mtu atakayeondoa aibu hii?" Wakamwambia, "Cha kwanza ukoo wake unatajirishwa mno." Daudi akasema, "Haleluya, imeniingia kidogo hiyo." Unabali kuna watu hapa Mungu atakubarikia, utakuwa sababu hata ya familia yenu kuinuliwa. Kabisa. Kwa sababu tu umesimama kwenye kusudi la Mungu. Kabisa. Daudi akasema, "Kuna nyingine?" Akamwambia, atasamehewa kodi." Akasema, "Hiyo nayo imeingia. EFD mashine watatumia wengine, sio Daudi." Meagiza magari yanaingia bandarini, Daudi Enterprises. Hiyo pitisha. Wanazungukia kukusanya kodi kwenye maduka. Daudi upo, tuko tunazungukia wanaiba hela ya serikali. Yeye aguswe. Daudi akasema, "Kuna nyingine?" Wakasema, "Atapewa mtoto wa mheshimiwa rais wa nchi kuwa mke wake." Daudi akasema, "Sasa hayo ndio maneno ambayo huwa tunaambiwa mabache na tunajisikia Akamwambia watu wa usalama, akamwambia ni mkuu wa nchi, tayari majibu yametokea. Watu mheshimiwa rais, tumepata mtu ambaye atatuondolea hii aibu ya Goliati. Mleteni." Akashangana kuja Daudi. "Shikamoo mzee." Sauli anaangalia na anamwambia, "Daudi mwanangu, hii ni vita, sio keyboard." Na huyu jamani mzoefu wa vita tangia utoto wake. Daudi akamwambia, "Mzee, nilipokuja kupata ajira pale Ikulu, faili yangu kuisoma vizuri, zile vya pili mzee nasema niliua dubu." Rais anamwambia, "Tuko na mambo serious ya kitaifa, acha mzaa." Watu wa usalama wakamwambia, "Ni kweli, Star TV walirusha, ITV walirusha, ulikuwa umeenda kwenye kikao Switzerland na hilo tukio lilitokea, tumelithibitisha mzee." Sasa akasema, "Ndio." Kavua mavazi, "Vaa, piga." Anatusumbua hapa siku 40 anatukana. Unajua mimi napata picha, ingekuwa ni leo bunge la Tanzania ingekuwa ni moto. Mheshimiwa Spika, naomba mwongozo. Inawezekanaje tunatumia budget ya Wizara ya Ulinzi kulisha majeshi yasiyopigana? Kodi za wananchi wanyonge, Mheshimiwa Spika. Haya ndio mambo tunayoyasema kila siku. Leo kama hatuelewani, wabunge wenzangu, tunatoka nje. Sawa? Ndio. Haiwezekani. Tunalisha majeshi yasiyopigana. Nchi inaingia hasara, Mheshimiwa Spika. Nilichowapendea wale jamaa, hawapigani lakini hawarudi nyumbani. Walikuwa wanajua siku moja wokovu utatokea mahali fulani, hata kama hatujui ni wapi, tunajua Mungu atatukumbuka siku moja. Hivi naongea na watu mahali hapa. Kuna watu utaingia kwenye kipindi kigumu sana. Usiache Yesu. Usirudi nyuma hata kama safari ni ngumu. Wokovu wako unakuja. Kuna Daudi wako mahali fulani. Kuna mlango mahali fulani. Bwana anauandaa mlango kwa ajili yako. Usiache Yesu Kristo. Haleluya. Haleluya. Daudi akavaa manguo ya Sauli na kwambia ni mzigo. Akasema, "Lakini kama ingekuwa na msaada si angeenda? Mbona siku 40 anakaa kishakani na manguo haya yanayo?" Kamrudishia. Huwa tuendi kwa upako wa mwingine. Nenda kwa kile Mungu ameweka ndani yako. Unanielewa ninachokisema? Usijaribu kuwa copy ya mwingine, kuwa original. Bwana anataka original, hataki copy. Kakapiga nguo yake ile nyepesi, okota mawe 5. Wengine wanasema huduma 5, sawa kabisa. Wengine wanasema sijui nini, sawa kabisa. Lakini mimi Biblia iliniambia kwamba Goliati alikuwa na ndugu zake wengine 4 wakubwa kama yeye. Kwa hiyo Daudi alienda kimpango mkakati kwamba ili moja la Goliati, ndugu zake wale 4 ukijipendekeza ninayo 4 hapa. Kila mmoja atapata ya kwake ya kumtosha. Unanielewa ninachokiongea? Huwa tuendi vichwa, lazima ufanye utafiti, lazima uende huko kamili. Unataka kufungua biashara, lazima ufanye utafiti, lazima uende kamili. Hatuendaji kichwa. Hivi ninaongea na watu wa Mwanza mahali hapa. Akazungusha na mwambia Daudi, Goliati anasema, "Wewe dogo, nakusambaratisha leo." Kenyaka akamwambia, "Niliangalia nyama zako nikasema ndege wa angani leo na bonge ya sherehe kwa jina la Bwana wa majeshi." Pa! Kapa chini, vumbi.
Wafilisti wakasema wewe limejiangusha, kakifika tu na kanyonga. Waisraeli wanasema kila mmoja Daudi hakujiuliza kwamba imetua haijatua. Anamwamini Mungu kwamba Mungu akipiga huwa akosei shabaha. Akachapa mwendo kumwelekea Goliathi. Fika hapa naangalia, nilimwahidi huyu jamaa leo namuondolea kichwa chake. Sasa namkatia nini shingo nene. Kisu alichonacho cha kulia maembe kwenye kuchunga kondoo. Sasa Sauli, namchinjaje huyu jamaa huyu? Kugundua hivi ana upanga. Silaha ya adui yako itatumika kummaliza yeye mwenyewe. Hivi naongea na watu mahali hapa. Chomoa ule upanga, weka shingoni. Shingo huko, akainua bonge la kichwa la Goliathi, akaonyesha Wafilisti na Waisraeli. Waisraeli, Wafilisti mbio. Wamama mna mambo. Tayari wako ITV Star TV. Sauli kaua 1000, Daudi kaua. Hebu nisikie makofi ya shangwe kwa Yesu Masia. Ikawa shangwe kwa wana wa Israeli. Mtu mwenye tabia ana mafuta ndani yake na ana mafuta juu yake. Usihangaike, ikulu inakuja yenyewe. Mafuta ndio yatakutambulisha. Usihangaike kujitambulisha, mafuta yatakutambulisha. Hivi ninaongea na watu mahali hapa. Kaka yake sasa na Daudi aliyemwambia nyumbani. Yaani nikipiga picha hivi najiuliza sijui mazungumzo yalikuwaje. Inawezekana ilikuwa kwamba baada tu ya Daudi kumua Goliathi, jamaa akaanza kutembea barabarani. Habari zenu? Habari za hapa? Nzuri, mnanifahamu? Ambia hatukufahamu. Mnamjua Daudi? Yule ambaye ameua Goliathi juzi. Tunamfahamu. Mdogo wangu mimi. Waliokudharau leo, kesho watatumia jina lako kupata heshima mtaani. Hebu mpe Yesu makofi ya shangwe mahali hapa. Nimesema hebu mpe Yesu makofi ya shangwe mahali hapa. Nimesema mpe Yesu makofi ya shangwe mahali hapa. Haleluya. Baada ya hapo vita inainuka, Daudi anakwenda pangoni, Mungu anampelekea watu wa mabaradhuri wenye madeni, watu wa aina gani watakawageuza kuwa mashujaa. Baada ya hapo wazee wa Hebroni wanamwendea Daudi, wao wenyewe wanasema tunataka ututawale. Mafuta yakikuinua kila mmoja kibali utaona kinatokea. Ametawala Hebroni miaka 7, wazee wa Israeli wanasema tangu enzi za Sauli tuliona kitu ndani yako. Njoo tutawale na sisi. Anapakwa mafuta. Daudi anaingia ikulu kwa wakati wa Bwana miaka 40 bila kushindwa vita hata moja. Kwa nini? Mafuta ndani yake, mafuta juu yake. Ninaomba tusimame watu wa Mungu. Tumshukuru Mungu kwa maneno haya na baadaye nitasema tu kwa dakika 2-3 alafu nitaachia madhabahu. Enzi yako mamlaka yako mbinguni, ukashuka kunikomboa. Wastahili, unastahili Jehova Shama. Hallelujah.
Shikarabaya Karabakatarabaya Nikarabusa Katarabaya Karabu Remakota Kaba Shikarababa Bakagawaza Karabakarabaya Rekabakatarabo Sekiribaya Jimile Toro Rama Sekretere Moyenda Indarabo Sakaraba Rama Yantaraba Saka Rekereba Yantaraba Kai Ikerebo Sekretere Yantarabo Andagama Sakaraba Karibrabo Ikaba Yantaraba Sakarabo Rebo Sakaraba Narabayera Ikaba Yantaraba Karibando Rebo Yotokobo Sekereba Ikaba Yantaraba Sikarabayana Andagama Sekereba Kopoterebo jina la Yesu Kristo. Nguvu ya Mungu itembee mwili wako wote, kutoka utosi wa kichwa mpaka uwayo wa miguu. Nguvu ya Mungu itembee, nguvu ifunguayo, nguvu iponyayo, nguvu iwekayo huru, kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Funguka, funguka, funguka. Pokea uponyaji, pokea kuwekwa huru. Maumivu achia, maumivu achia kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Uwe mzima, uwe mzima, uwe mzima, uwe mzima, uwe huru kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo. Unahitaji lolote lingine, inua mkono wako juu niombe mahitaji yote kwa jumla. Bwana Yesu, ninaiwakilisha mbele yako mikono hii iliyoinuliwa. Watoto wako wanayo mahitaji mbalimbali, yawe ya kibiashara, yawe ya ndoa, masomo, uhitaji wowote ambao watoto wako wanao, ninauinua mbele ya kiti chako cha enzi. Ninaomba neema yako ikaguse mahitaji haya. Ninaomba neema yako ikahusike na mahitaji haya kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Wewe ndiye unayetoa njia mahali pasipo na njia. Wewe ndiye unayefanya mlango mahali pasipo na mlango. Wewe ndiye unayeleta majibu mahali pasipo na majibu. Kwa jina la Yesu Kristo aliye hai, kutana na haja za mioyo ya watoto wako. Kutana na mizigo iliyomo ndani ya mioyo ya watoto wako. Ulisema njoni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Baba, pumzisha watoto wako, pumzisha wajoli wako, ukajidhihirishe kwao, ukawaonekanie Baba, ukajifunue kwao katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Neema yako iguse watoto wako na uaminifu wako uguse maisha yao kwa jina la Yesu Kristo uliye mwamba na mwokozi wa maisha yetu, na watu wote tuseme amen. Hebu tumpe Yesu makofi mazuri sana. Tumpe Yesu makofi ya shangwe ya shukrani. Niongee kidogo tu. Asante praise.
kwa dakika 2 tu niongee kwa habari ya tukio ambalo liko mbele yetu mchana wa leo. Tumekutanika kwa ajili ya kusupport kazi ya ujenzi wa nyumba ya askofu wetu, na sisi pia tumetoka Kahama kuja kuungana nanyi kwenye tukio hili. Na mimi niseme kwamba ni kwa wakati wake kabisa. Kama unaniunga mkono nisikie amina yako. Ni kwa wakati wake kabisa. Amen. Wangapi tunayo furaha kufanya hivyo? Kabisa. Kabisa. Nilipopewa taarifa ya mwaliko, nikashirikisha baraza langu la wazee kwamba nimealikwa. Baraza langu lilifurahi sana, na wakasema hii ni heshima kubwa na utakwenda pia pamoja na mwakilishi mwingine toka kanisani kuonyesha kwamba jambo hili tumelipa uzito na tumelikubali toka vilindi vya mioyo yetu. Ndio nimeambatana na katibu wa kanisa ambaye pia ni rafiki yangu wa karibu sana. Nafanya naye kazi hapo Shalom Temple kwa miaka sasa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nisome maandiko mawili halafu niseme kwa kifupi. Ninajua shughuli kubwa iko mchana ukumbini, lakini kuna jambo kwa sehemu yake tutafanya hapa baada ya kuwa nimesoma maandiko haya. Mambo ya Nyakati wa kwanza sura 28 mstari wa 11. Hapa ilikuwa ni mfalme Daudi amezeeka, lakini alikuwa na maono ya kujenga nyumba ya Bwana. Na sasa alipotaka kufanya hivyo, Mungu akasema, umenitumikia kwa muda mrefu, umepiga vita, sasa hii kazi nitampatia mwanao Sulemani akamilishe maono hayo. Ndipo Daudi 11, ndipo Daudi akampa Sulemani mwanawe mfano wa ukumbi wa hekalu na nyumba zake na hazina zake na orofa zake na vyumba vyake vya ndani na mahali pa kiti cha rehema. Daudi anamkabidhi Sulemani ramani nzima ya jengo ambalo linatakiwa kujengwa. Angalia sura ya 5 ya Nyakati wa pili mstari wa kwanza. Sura ya 5 Nyakati wa pili sura ya 5 na mstari wa kwanza. Sulemani anaingia kazini. Na hapa inasemaje? Hivyo ikaisha kazi yote Sulemani aliyoifanyia nyumba ya Bwana. Sulemani akaviingiza vitu alivyovitakasa Daudi baba yake Daudi, fedha na dhahabu na vyombo vyote, akavitia ndani ya hazina za nyumba ya Mungu. Univumilie tuongeze maandiko mengine mawili alafu nifafanushe tu kwa kifupi. Naomba fungue Wafalme wa kwanza sura ya 7 mstari wa kwanza. Wafalme wa kwanza sura yake ya 7 na mstari wa kwanza. Sulemani amepewa ramani ya jengo nyumba ya Bwana, amejenga, kazi ikaisha. Angalia Wafalme wa kwanza sura ya 7 mstari wa kwanza. Inasema namna hii: naye Sulemani alikuwa katika kuijenga nyumba yake mwenyewe miaka 13, akaimaliza nyumba yake yote. Sasa turudi tena Mambo ya Nyakati, tumalizie hapo andiko alafu ndipo niongee. Mambo ya Nyakati wa pili sura ya 8. Tutaanzia mstari wa kwanza tena. Mambo ya Nyakati wa pili sura ya 8 mstari wa kwanza mpaka wa 4. Nasema hivi: ikawa miaka 20 ilipopita, ambayo katika hiyo Sulemani aliijenga nyumba ya Bwana na nyumba yake mwenyewe. Ndipo Sulemani akaijenga miji ile ya Hiramu. Miji ile Hiramu aliyompa Sulemani, akawakalisha humo wana wa Israeli. Basi napoendelea hapo chini,
Bwana Yesu asifiwe sana watu wa Mungu. Nilipokuwa na tafakari kwamba nitaongea nini kwa habari ya tukio hili la kusapoti ujenzi wa nyumba ya askofu, maandiko haya yalikuja ndani yangu ya kazi ambayo ilikuwa mbele ya Suleiman, mtoto wa Daudi. Tumesoma hapo, Daudi ana vision, Mungu anamwambia itakamilishwa na Suleiman. Daudi anamuita Suleimani, anampa ramani ya nyumba yote lile hekalu. Suleimani anaingia kazini, akakamilisha ujenzi wa nyumba ya Bwana. Baada ya hapo, Suleimani akajenga nyumba yake mwenyewe, na yenyewe ikafanya nini? Ikakamilika. Kisha ndipo akaanza kusogea kwenye miji mingine pia kuendeleza ujenzi na kuwaweka wana wa Israeli. Ndugu zangu, tumekutanika kusapoti ujenzi wa nyumba ya askofu. Hakuna ubishi na hakuna swali. Mzee wetu huyu, kama kanisa letu kulijenga kwa neema ambayo Mungu amempa, amejenga. Sio swali kabisa. Kabisa. Mabadiliko ambayo tumeyapata kwenye kanisa letu, hali ya kiroho ambayo tunayo kwenye kanisa letu, maendeleo kutanuka kwa kazi ya Mungu ambayo tunaiona kwenye kanisa letu kwa kipindi ambacho mtumishi wa Mungu ametumika, hakuna swali mahali popote. FPCT sasa hivi jamani inaheshimika. Kabisa. Mahali popote. Juzi hapa tulikuwa na mkutano kidogo kwa vijana kwenye mtaa fulani pale Kahama. Kwa sababu kwa ni mkutano wa nje, katuma mzee wa kanisa aende afuatilie kibali polisi ili, kwa sababu sio kanisani ni nje. OCD akauliza, kanisa gani? FPCT. Mnaomba ruhusa ya siku ngapi? Siku moja tu, Jumapili. Akasema kwa sababu ni nyie nawapa siku 2. Hata kama yabidi hamtahubiri, mimi nawapa ruhusa. Ninafikiri makofi yangejaa. Bwana Yesu asifiwe. Jamani, kanisa letu sasa hivi lina heshima kubwa. Ni Mungu amefanya, lakini bahati nzuri sana Mungu anafanya kupitia watu wanaompa nafasi afanye. Kazi ya FPCT imesonga mbele, sio Mwanza, sio Kahama, sio Tabora, sio Tanga, sio wapi. Na mimi kidogo nimejaliwa, nimezunguka huko na huko kwenye tumianiko kwenye Tanzania hii ndani ya kanisa letu. Ndugu zangu, hii dini ni kubwa. Hii dini ni kubwa. Lakini maeneo mengi ambapo nimeenda, ukiuliza wanasema mwaka fulani, kipindi fulani askofu alifika. Askofu alifika. Kuna maeneo mengine maaskofu wao huwa wanawaona kwenye TV tu. Lakini mzee huyu amesafiri kwa gari, wala sio helikopta au ndege, kwa gari, mwendo mrefu, rough road, maeneo. Yeye anajiuliza, kale kanisa kama mahali tu pale kakaamba mjini kananitoa jasho. Lakini mzee amemudu nchi hii kuizungukia. Tunatambua na kuheshimu utumishi huo. Sasa amejenga kanisa la Bwana kwa neema Mungu amempa, na sisi tunamsupport kujenga nyumba yake. Amen. Nisikie amina ya watu wa Mungu mahali hapa. Ni Biblia kabisa, ni heshima kabisa, na hapa Biblia inasema Suleimani alijenga ya Bwana, ilipokamilika ameipeleka mahali, alikuwa na haki ya kujenga ya kwake. Ndio maana Mungu akachukua heshima hiyo kuiandika kwenye maandiko matakatifu kwamba Suleimani alijenga na ya kwake. Wakati anasema ni jambo la kibiblia kabisa. Kuna baada hata Yesu alikuwa na kwake pia. Wengine watu wajibanzia kwenye andiko kwamba mwana wa Adamu hana pa kulaza kichwa. Alisema tu hiyo, lakini kuna sehemu alikuwa akipita, Yohana akasema, tazama Bwana kondoo wa Mungu aliyebebaye dhambi ya ulimwengu. Alikuwa na Andrea na Filipo jirani yake. Wakasema ndio huyo wakamwendea nyuma na kufuatilia. Yesu akaona, mbona unafuatiliwa? Au watu wasiojulikana nikageuka. Na yeye wakamuuliza, Rabi, unakaa wapi? Yesu akamwambia, twendeni mtaona. Na Biblia inasema siku ile wakakaa kwake. Yesu alikuwa na kwake. Ni muhimu watumishi wa Mungu wakawa na kwao. Halafu pazuri, pa heshima, pa kujivunia. Hata na wewe ukisema hapa ni nyumbani kwa askofu wetu, unajisikia. Waliponunulia gari pale Shalom, dada mmoja alikuwa tembelea sawa shirika nyumbani. Dada mmoja alipokuwa ananisindikiza kutoka nyumbani kwake, akamwambia majirani, "Mama nani? Njoo! Mama nani? Njoo! Mama nani? Njoo!" Kuna nini?
Njoni. Huyu ndiye mchungaji wangu. Wakasema sikiele baraba. Amsemaje shikamoo sikiele baraba. Walipomaliza tunafurahi kukufahamu baba. Njoni, hamjamaliza akawapeleka. Unaona hii gari? Hii sisi ndo tumemnunulia baba yetu. Yaani anajisikia vizuri kutenda jambo kwa mtumishi wa Mungu. Mimi naamini Kitangiri mnajisikia vizuri. Kama Kahama tulijisikia vizuri, naamini Kitangiri ni zaidi. Maana yeye ndio wenyewe hapa wenye shughuli. Wanasema shughuli ina watu na watu ndio sisi. Mwambie ndani yako shughuli ina watu. Na watu ndio sisi. Naomba useme amina kubwa. Sasa kuna watu ambao tayari mmeshatoa michango yenu na kuna wengine mtafika ukumbini, wengine mmeshatoa ahadi zenu kwa uaminifu. Ninaomba niseme na makundi mawili. Na nitawapa nafasi ya kufika hapa mbele. Kuna wale ambao ulikuwa umetoa ahadi lakini pakatokea mikwamo kidogo kuweza kuiwasilisha kwa wakati, na leo hii umekuja na mchango wako. Mtu aina hiyo nitakuomba upite hapa mbele, tutapokea mchango wako. Kuna wale ambao inawezekana haukuwepo wakati watu walipokuwa wakitoa ahadi zao, na leo uko hapa na unasikia kufanya kitu, na ningekushauri asiwepo mtu ambaye utapitwa na baraka hii kabisa. Asiwepo mtu ambaye utapitwa na baraka hii. Uje hapa mbele, wewe ambaye unasikia leo kufanya, hata kama iko nyumbani, njoo hapa, atachukua jina lako na namba ya simu na watakupa utaratibu wa namna kufikisha hiyo fedha. Nyumba ya mtumishi wa Mungu ikamilike kwa utukufu wa Bwana. Na wale ambao ulikuwa na ahadi yako na umekuja nayo, nikuombe pia na wewe upite hapa mbele. Niombe kwa kuokoa muda, hayo makundi mawili yaje hapa mbele. Wazee wa kanisa watakuwa wakichukua orodha yenu na kile ambacho mmekifanya. Hallelujah. Naomba tuinuke. Naomba tu praise wawili. Baba namna gani, owe namna gani, Baba wa salama namna gani. Makofi ya juu. Owe namna gani, nitakushukuru namna gani. Owe namna gani, nitakuimbia namna gani. Owe namna gani, Mungu wa mapendo namna gani. Owe namna gani, Mungu wa salama. Mzee Masama, naomba tupe taratibu namna ya Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. Kuna watu watano wanazo karatasi hapo. Utakuwa unampa hela kiasi, alafu anaandika pale jina lako na kiangu ulichotoa, ili tutakapoangalia kwenye karatasi yetu ya ahadi tutakuwa tunapunguza au tunafuta kama umekamilisha. Tunayo makaratasi kule ambayo watu waliahidi, na sasa unapotoa, kwa mfano uliahidi 200,000 na umekwisha toa 100,000. Leo unapokuja kumalizia 100,000, mwandishi ataandika fulani 100,000. Kwa hiyo utakapolinganisha kwenye karatasi utakuwa umemaliza ahadi yako. Au ulikuwa umetoa ahadi 100,000 umeshatoa 50. Sasa leo unatoa 50. Basi ni rahisi sasa orodha hiyo kulinganisha na karatasi zetu kule ofisini, kujua kwamba umemaliza au bado unadaiwa kiwango kiasi fulani. Amen. Tuna meza ya Bwana, kuna ndugu yetu Sigi Mwangombora, kuna Flora Fumbuka, na kuna mama Makandilo pale. Kwa hiyo yule atakayeona uwasilishe hela yako kwake haraka, anaandika na kiwango, unarudi kukaa haraka tu. Unawasilisha kiwango kwake, unarudi kukaa. Anakuandika jina na kiwango, unakabidhi fedha kwake, unarudi kukaa. Na wale ambao umekwisha toa makaratasi yako kwenye majina yenu, tutakwenda kulinganisha na ahadi yako, tutaona kama umemaliza au bado unahitajia kuendelea kutoa. Amen. Naomba tunaimba chini wakati wanaendelea kuandikisha.
nitakushukuru namna gani? Kama kuna wengine bado hujainuka, bado tunakukaribisha. Kuna wale ambao hamkuwepo siku ile, watu wanaahidi umekuja leo, na hii ni nafasi yako sasa kushiriki baraka hii. Kama upo na uko tayari kushiriki baraka hii, hebu niombe usimame. Najua kuna baadhi wamekuja, lakini naomba msipite hata mmoja ambaye hajashiriki baraka hii. Kama upo, naomba usimame ili kwamba tuweze kushirikisha na wewe kushiriki baraka hii pamoja nasi. Amen. Karibu hapa mbele. Karibu hapa mbele. Makofi kwa tafadhali. Kama kuna mwingine uwepo na leo umekuja na ungependa ushiriki baraka hii, naomba nikukaribishe hapa. Hata kama uko kule juu, unaweza kuteremka tu hapa chini mara moja. Mheshimiwa pale mlangoni, naomba tusogee kwa wazee wangu hapa pia. Kama kuna mwingine kule nje, hapa ndani, karibu hapa mbele. Jamani, wanapokuja makofi kwa Bwana Yesu. Mungu awabariki sana watu wa Mungu. Mungu awabariki sana watu wa Mungu. Mungu awabariki sana. Mungu awabariki sana. Niombe dada yangu hapa. Naomba tu utasikiliza moja kile ambacho anafanya. Kama anatoa sasa hivi au analeta baadaye kidogo. Na mwingine pia ongezeke tuokoe muda, kuna ushirika wa meza ya Bwana. Yesu na damu. Kama upo, karibu. Usikubali kupitwa na baraka hii. Usikubali kupitwa na baraka hii. Kama upo, njoo, barikiwe sana. Makofi tena mazuri kwa Bwana Yesu. Ninakukaribisha mtu wa Mungu, kama upo, usikubali kupitwa na baraka hii. Kama ni ahadi, pata na namba yake ya simu ili namna ya kuwasiliana iwe rahisi. Asante Yesu. Wakati anaandikishwa hao, kama uko mwingine, nikukaribisha pia. Bwana Yesu, ninakupa sifa, heshima, utukufu, enzi na adhabu. Wewe pekee ndiwe Bwana, pekee yako ndiwe Mwokozi, pekee yako ndiwe Mungu. Hakuna wa kulinganishwa nawe, hakuna wa kufananishwa nawe. Baba Mungu, ninakupa sifa na heshima kwa ajili ya uaminifu na wema wako mkuu. Umetujumuisha mahali hapa chini ya dari hii Jumapili ya leo kwa tukio hili la heshima kwa mtumishi wako. Ninaomba niwainue wote ambao wamejitokeza leo, jana na hata siku za nyuma tangu zoezi hili limeanza. Wamefanya kwa moyo wa upendo kutoka ndani ya mioyo yao. Naomba niinue sadaka yao mbele zako. Naomba niinue dhabihu yao mbele zako. Waone watoto wako hao. Gusa maisha yao. Ninajua kila mmoja ana mipango, ana ndoto, ana maono yake. Kuna mahali anatamani afike, katika jina la Yesu Kristo. Kama ulivyosema, atakayempa mmoja wapo wadogo hawa ingawa kikombe cha maji, hata ikosa thawabu yake. Baba Mungu, ninaomba kwa tendo hili kwa mtumishi wako, ukabarikie watoto wako. Uwakumbuke, neema yako ikawe juu yao. Wakuitapo Bwana ukawaitikie, wakutafutapo ukaonekanie. Katika jina la Yesu Kristo, ukawapiganie, ukapande na kushuka nao mchana na usiku, walalapo waamkapo, waingiapo watokapo. Neema yako isiwapungukie. Gusa maisha yao na wakauone uaminifu wako, katika jina lipitalo majina yote, jina la Yesu Kristo, uliye mwamba na mwokozi wa maisha yetu wote, na tuseme amen. Mungu na awabariki sana. Nishukuru kwa heshima hii kwa mara nyingine. Asante askofu, asante watumishi wa Mungu. Mungu awabariki sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Bila shaka huyu mtumishi wa Mungu mwenye chakula anahitajika hapa pia, si ndio? Siku nyingine
mwingine tumwite apate uwanja wa kutosha. Makofi haya yanaashiria kwamba watu wanasikia ungefika tena ili kuwabariki neno la Mungu. Tunamshukuru mchungaji Kuzenza aliitikia mwito wa kamati ya maandalizi ya shughuli hii ambayo ameeleza, ambapo kuna kamati iliundwa na walipendekeza kwamba yeye apate kufika kuhamasisha hiyo jambo, lakini pia hubiri asubuhi, na ameitika kuwa pamoja na sisi. Asante sana mtumishi wa Mungu. Mungu akubariki sana. Tumpe salamu nyingi anapokwenda Kahama baada ya shughuli zake za mchana, ili Mungu apate apeleke salamu nyingi Kahama. Na tena karibu tena siku nyingine tukikuita, sio kuhamasisha tu, lakini pia kuhubiri kabisa mafundisho ya Mungu kwa kanisa la Bwana. Mjao kanisa, asanteni kwa kufika. Mungu awabariki sana. Asanteni sana. Mungu awabariki sana kwa kuwa na sisi kwa ibada yetu. Kwa moyo ambao tunakuwa nao kunisaidia kujenga. Niliwaambia wale waliokutanika siku ile, hilo lilikuwa ni maono yangu mwenyewe. Nilianza kusikia moyoni nataka kufanya kazi hiyo. Niliimba kwa muda mrefu sana. Siku moja kabla sijafa nitajenga nyumba ya ghorofa. Sina hela kama mnafahamu kama mhubiri, lakini nitajua muujiza utatokea tu. Niliamini Mungu sana hiyo. Na iliimba hivyo, na nilikuwa na kiwanja kimoja huko nilinunua miaka 20 iliyopita. Kiwanja kikubwa, zamani sana. Na sasa baadaye wakati ulipofika Mungu akaanza kuniambia mimi nje nitapata pesa. Nikaenda benki wakanipa pesa milioni 100, sijui nitarudishaje. Na benki wakaniambia na wewe uanze kuonyesha kidogo. Na hata kama mimi ni mhubiri siri zote nikamaliza, kama nimehubiri siku zote usile mandazi ukamaliza, nilikuwa na akiba kadogo. Kwa hiyo nikaanza kujenga msingi na nikaishia pale, na wakanikubali kunipa hizo pesa ambazo nitazirudisha polepole kwa miaka 5. Na sasa siku moja nikapeleka wazee wa kanisa, nasikia mnajenga, sasa njoo nimuone najenga wapi. Na kutoka pale wakaona mawazo ya kwamba tukusaidie. Na sijadai, narudia tena, sidai na sitadai. Lakini nikasema pia kama Wakristo wengine wanasikia moyoni kushiriki baraka hiyo wanakubaliwa, lakini si kwa kulazimisha. Na mimi namwamini Mungu sana ya kwamba nyumba ile itakwisha. Sasa hivi nimefaulu, nimemaliza boma lote. Sasa niko katika hatua ya kuwezeka. Ninayaona maajabu ya Mungu. Nikizunguka huko, nilikuwa Pasaka Arusha. Nilipofika pale waenda kuhubiri kote na wakabarikiwa, wakasema tumesikia unafanya kazi kubwa huko. Na sisi mchungaji alisema nilijipanga moyoni mwangu nitakusaidia, lakini nikashirikisha wazee wa kanisa, tukaunda kamati na wakaniambia tuna milioni 6 hapa tutakusaidia kujenga. Sasa hiyo tu nimemwamini Mungu kwa njia hiyo, na narudia tena sidai, na wala usione vibaya usiposhiriki, na wala usifikiri mimi nitakulaumu. Kazi hiyo nilianza mwenyewe, na mimi namwamini Mungu atanisaidia kuimaliza. Lakini si vibaya pia mtu akisikia moyoni anataka kuweka mkono wake pale, siweze kumzuia kamwe. Lakini pia nasema tena sidai mtu yeyote, na sitakulaumu hata usipofanya chochote. Wewe fanya kwa moyo wako wote. Mungu awabariki sana. Nitasema zaidi baadaye wakati kazi inapokuwa imekwisha, na tukapozindua nyumba yetu kila na kawali kidogo. Mungu awabariki sana. Tusimame tuahirisha ibada, sio kama kuna matangazo mengine.